Ninawasalimu katika jina la Yesu. Inua mkono wako wa kulia juu, funika macho yako, sema Roho Mtakatifu, ninaomba unisaidie kulielewa neno lako na mapenzi yako yaliyobebwa ndani ya neno lako. Niwezeshe Bwana kulielewa neno lako. Nipe neema, ninaomba neema yako ya kunisaidia kuelewa mapenzi yako jioni ya leo. Katika jina la Yesu, ninatambua uwepo wako, nami najinyenyekesha kwako chini ya uwepo wako. Sema nami Bwana, niko tayari kusikia, niko tayari kupokea. Katika jina la Yesu, mwezeshe na mtumishi wako kunena neno lako, wala sio maneno yake, bali neno lako lenye uzima. Katika jina la Yesu, amen. Kuhuishwa uwezo wa kihekima na akili katika nyakati zinazobadilika kwa kasi. Kuhuishwa uwezo wa kihekima na akili katika nyakati zinazobadilika kwa kasi. Matendo ya Mitume sura ya 6 mstari wa 8 mpaka wa 10. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 6 mstari wa 8 mpaka wa 10. Matendo ya Mitume sura ya 6 mstari wa 8 mpaka wa 10. Neno la Mungu linasema, na Stefano akijaa neema na uwezo, alikuwa akifanya maajabu na ishara kubwa katika watu. Lakini baadhi ya watu wa sinagogi lililoitwa sinagogi la Mahuru na la Wakrene na la Waiskendelia na la wale wa Krikia na Asia wakaondoka na kujadiliana na Stefano, lakini hawakuweza kushindana na hiyo hekima na huyo Roho aliyesema naye. Narudia ule mstari wa 8, anasema na Stefano akijaa neema na uwezo, alikuwa akifanya maajabu na ishara kubwa katika watu. Ukisoma maandiko kwenye hii sura ya 6, ni wakati kazi ya Mungu imepanuka, kanisa limekuwa, wanafunzi wameongezeka hesabu yao, pakawa na manunguniko ndani ya kanisa. Kuna watu hawatendei haki, kuna watu hawapewi haki zao kwa haraka, pakawa na manunguniko. Tena yalikuwa manunguniko ya Wayahudi wa Kiyunani juu ya Waebrania, kwa sababu wajane wao walisauliwa. Wakati kanisa linahudumia watu, kuna wajane wa Wayahudi walisauliwa. Manunguniko yakaanza ndani ya kanisa. Ndipo hekima ya viongozi wakakaa, wale teneshala wakawaita jamii ya wanafunzi, wakasema haipendezi sisi kuliacha neno la Mungu na kuhudumu mezani, kwa sababu wale wajane walinungunika kwa kuwa walikuwa hawapewi msaada kama wengine. Kwa hiyo kukawa na double standard. Double standard Kiswahili cha kawaida tunasema wengine wanapewa vizuri, wengine hawapewi, lakini wote ni jamii ya aina moja. Kwa hiyo wengine wakawa wanaonewa. Sasa hawa Wayahudi wa Kiyunani wakaanza kuwalalamikia Wayahudi wa Kiebrania. Amen. Kuwalalamikia kwa ajili ya wajane wao waliosauliwa. Kwa hiyo walisauliwa wajane. Ndipo kanisa likaona ni hekima sasa, badala ya sisi mitume kwenda kuhudumia meza, kuanza kuwagawia wajane vyakula, tuchague watu miongoni mwetu, miongoni mwa wanafunzi wenye sifa, ambao hawa ndio watashughulika na huduma ya kugawa vyakula, mashemasi watakaosimamia kusaidia jamii isije ikajaa na manunguniko. Ndipo wakaanza
kuteua, kuwachagua, lakini waliweka sifa. Tena wakasema tuchague watu 7. Waliweka na idadi, watu 7. Hao watu 7 walioshuhudiwa kuwa wema, wenye kujawa na roho na hekima, ili tuwaweke juu ya jambo hili. Ndio sifa iliyokuwepo hiyo. Kwanza washuhudiwe kuwa wema, lakini wao wamejaa roho. Roho Mtakatifu amejaa ndani yao, lakini na hekima. Hasa katika watu waliochaguliwa akawepo na mtu mmoja anaitwa Stefano. Stefano hakuwa mtume, alichaguliwa kuwa mhudumu kwenye meza, kugawa vyakula, kuwahudumia watu, kuwahudumia wajane. Akiwa amechaguliwa namna hiyo, maandiko yanasema huyu ndugu, kwenye ule mstari wa 8 niliokusomea sasa, wanasema huyu ndugu Stefano akijaa neema na uwezo. Sema kujaa neema na uwezo. Akijaa neema na uwezo, maandiko yanasema alikuwa akifanya maajabu na ishara kubwa katika watu. Alikuwa akifanya maajabu na ishara kubwa katika watu. Kilichokuwa kinamwezesha kufanya maajabu na ishara kubwa katika watu sio kwa sababu amechaguliwa kuwa shemasi, ila kwa sababu ndani yake amejaa neema na uwezo. Uko uwezo Mungu amemjaza ndani yake. Ule uwezo ulikuwa unamwezesha kufanya ishara na maajabu katika watu. Na maandiko yanasema siku moja akakutana na watu wa sinagogi la Mahuru, alafu na wale wa Iskenderia. Amen, amen. Akakutana na wengine wa Krikia, watu wa sinagogi hawa. Wakaanza kumpiga maswali, wakaanza kumuuliza maswali na kushindana naye kwa hoja. Na ukiwafahamu wale wa sinagogi la Iskenderia, ni watu walikuwa ni watu wenye filosofi. Watu wana mafilosofi ya kutosha. Wakaanza kumhoji na kushindana naye. Wao wanafikiri ni yeye, wanamuona ni kijana tu kwa nje, wanasahau ndani yake amejaa uwezo. Na uwezo ulioonekana wakati wanashindana naye, angalia maandiko yanasema ule mstari wa 10, lakini hawakuweza kushindana na hiyo hekima na huyo roho aliyesema naye. Mstari wa 8 unazungumza tu naye Stefano akijaa neema na uwezo, lakini alipokutana na mashindano, ule uwezo uliojaa ndani yake unafafanuliwa kwenye mstari wa 10 kwamba uwezo aliokuwa nao kwanza ni hekima iliyokuwa ndani yake. Kwa hiyo wakati wao wanashindana, hawakujua wanashindana na hekima isiyo ya kawaida iliyoko ndani ya Stefano, lakini pia alikuwepo Roho Mtakatifu aliyesema naye. Na inataka nirudie hapa unielewe, huyu hakuwa mtume wala hakuwa kiongozi mkubwa ndani ya kanisa. Alichaguliwa kuwa miongoni mwa wale wahudumu wa chini ambao watahudumia meza, vyakula, kuwagawia watu wengine ili wapate haki. Kwa sababu ile jamii ya waaminio, kuna saa walikuwa wanaishi kama familia. Kuna wajane wanahitaji msaada, anatakiwa awagawie bila upendeleo. Hakuchaguliwa kuwa mhubiri wa injili, alikuwa miongoni mwa mashemas, miongoni mwa watu waliochaguliwa ili kuhudumu kwa ajili ya meza, kuwagawia watu, kuwagawia wajane vyakula na misaada. Lakini huyu ambaye hakuwa na cheo, maandiko yanasema akijaa neema na uwezo. Kwa hiyo kujaa uwezo hakutegemei uko wapi. Unanielewa ninachosema? Uwezo hauchagui kwamba lazima uwe na cheo ndipo uwe na uwezo. Hapana. Uwezo maadamu umemwamini Yesu na uko ndani ya jamii ya waaminio waliookolewa kupitia damu ya Yesu. Sikiliza, uwezo unaweza kukaa ndani yako bila kujali una cheo au huna. Kama unanielewa sema amina. Kama unanielewa sema amina. Sasa unisikilize mtu wa Mungu. Akijaa uwezo
neema na uwezo. Alikuwa akifanya ishara na maajabu kati ya watu. Maana yake watu walianza kumshangaa miujiza anayofanya, matendo ya Mungu yaliyojaa kwenye maisha yake. Wakaanza kumshangaa, na ndio maana waliinuka mpaka watu wa sinagogi kumuhoji. Ndio ile unakuta mtu mpaka anaojiwa kwamba hii ni nguvu ya kawaida kweli kwenye maisha yako au kwenye familia. Wanasema anajifanya tu ameokoka. Tunawafahamu watu waliookoka, lakini hii nguvu sio ya kawaida. Mbona wako wamama wameokoka kama wewe, lakini haya matendo ya tunayoyaona, haya matukio yanayofanyika kwenye maisha yako, wewe lazima kuna mzizi unatumia. Wanaanza kutunga sababu, lakini hawajui kwamba Mungu ameweka uwezo ndani yako. Sasa unisikilize mwalimu, unataka kusema nini? Nisikilize. Tunazungumza uwezo wa kihekima na kiakili. Amen. Mungu auishe. Tunaposema Mungu auishe, maana yake uwezo unaweza kuharibika. Kuhuishwa maana yake ni kukifanya kitu kilichoharibika kiwe kipya, kitu kilichokufa kiwe hai. Amen. Unaposema kuhuisha ni kukifanya kitu kilichozofika kirejee kwenye hali yake ya mwanzo iliyo bora, kitu kilichokufa kiwe hai, kitu kilichoharibika kirudi kwenye ubora wake. Haleluya. Sasa tunapozungumza uwezo wa hekima, waliokuwepo asubuhi niliwapa maana ya uwezo kama 3 hivi. Nikakwambia maana ya kwanza, tunaposema uwezo ni nguvu ya Mungu inayokuwezesha kufanya au kutenda jambo inavyotakiwa. Lakini kama ulikuwepo asubuhi sikukupa huu mstari wa Kolosai 1 mstari wa 9 hadi wa 11. Huwa haukusoma, na ndio maana nikakwambia usije ukafikiri ulielewa sana, unahitaji kufuatilia na kuelewa zaidi. Kolosai 1 mstari wa 9 hadi wa 11. Uwezo maana yake nini? Maana ya kwanza ni nguvu ya Mungu inayokuwezesha kufanya au kutenda jambo inavyotakiwa. Kwa lugha nyingine, kama uwezo ukiharibika ndani, utakuwa unafanya mambo ovyo ovyo. Umewahi kusikia mtu anasema huyu mtu hata tumuelewi, mambo anavyoyafanya anayafanya ovyo ovyo. Usije ukafikiri kuna mtu anapenda kufanya mambo ovyo ovyo. Ni kwa sababu uwezo uliotakiwa kumsaidia kufanya mambo inavyotakiwa haupo ndani, au haufanyi kazi ipasavyo ndani yake. Haleluya, haleluya. Uwezo ni nguvu inayokuwezesha kufanya au kutenda jambo inavyotakiwa. Kolosai 1 ule mstari wa 9 hadi wa 11. Waraka wa Paulo mtume kwa Kolosai. Angalia Kolosai 1 haraka. Kolosai 1 ule mstari wa 9 mpaka wa 11. Kolosai 1 mstari wa 9 mpaka wa 11. Maandiko yanasema, kwa sababu hiyo sisi nasi tangu siku ile tuliposikia hatuachi kufanya maombi na dua kwa ajili yenu, ili mjazwe maarifa ya mapenzi yake katika hekima yote na ufahamu wa rohoni, mwenende kama ulivyo wajibu wenu kwa Bwana, mkimpendeza kabisa, mkizaa matunda kwa kila kazi njema na kuzidi katika maarifa ya Mungu. Angalia mstari wa 11, mkiwezeshwa kwa uwezo wote. Sema tukiwezeshwa kwa uwezo wote. Unaona mstari wa 11, mkiwezeshwa kwa uwezo wote kwa kadri ya nguvu ya utukufu wake, mpate kuwa na saburi ya kila namna na uvumilivu pamoja na furaha. Amen. Sasa Paulo anawaandikia Wakolosai, yeye akiwa kifungoni, anawaandikia huu waraka. Anawaeleza tangu siku ile tuliposikia, waliposikia habari ya kanisa la Kolosai, anasema hatuachi kufanya maombi na dua kwa ajili yenu, ili mjazwe. Mjazwe nini? Mjazwe maarifa ya mapenzi yake katika hekima yote, sio pungufu, yote. Alafu anasema na ufahamu wa rohoni. Mkijazwa maarifa ya mapenzi yake katika yote na ufahamu wa rohoni. Lengo ni nini? Ili mwenende kama ulivyo wajibu wenu kwa Bwana. Mwenende kama ulivyo wajibu wenu kwa Bwana. Maana yake nini?
mwenende maana yake muishi, maana yake mtende sawa sawa na Mungu anavyotaka. Mjazwe maarifa ya mapenzi yake katika hekima yote, ili mwenende kama ulivyo wajibu wenu kwa Bwana. Kwa lugha nyingine, haijalishi mmeokoka, haijalishi mnaimba, haijalishi mmempenda Yesu, lakini kama hamjajaa maarifa ya mapenzi yake katika hekima yote, hamwezi kuenenda kama ulivyo wajibu wenu kwa Bwana. Kwa lugha nyingine, hamwezi kufanya inavyotakiwa. Ndio unasikia unasema, tunashangaa sana, mtu huyu ameokoka lakini hana utaratibu. Mambo yake shagala bagala. Yaani wokovu saizi ni kama ukichaa fulani. Hapana, sio ukichaa fulani. Ujue kuna kitu kimeshoti ndani yake. Anasema mwenende kama ulivyo wajibu wenu kwa Bwana. Anasema hivi, kwa nini mwenende kama ulivyo wajibu wenu kwa Bwana? Angalia mstari huo unaofuata. Anasema mkimpendeza kabisa, mkizaa matunda kwa kila kazi njema na kuzidi katika maarifa ya Mungu. Mkizaa matunda kwa kila kazi njema, mwenende kama ulivyo wajibu wenu kwa Bwana. Maana yake mpende sawa sawa na Mungu anavyotaka. Unaweza kutamani kutenda, lakini huko kutenda kunahitaji uwe na uwezo ndani yako utakao kuwezesha kufanya hivyo. Ndio maana ule mstari wa 11 anaeleza kwa wazi kabisa. Anasema hivi, anasema mkiwezeshwa. Sema mkiwezeshwa. Neno mkiwezeshwa maana yake hamwezi wenyewe. Hamwezi. Mkiwezeshwa. Kuwezeshwa maana yake huwezi. Unatakiwa kuwezeshwa. Sasa anasema mkiwezeshwa kwa uwezo wote. Ameweka wazi kabisa, mkiwezeshwa kwa uwezo wote. Sasa nikuulize, umempenda Yesu, umeokoka, lakini huu uwezo unaotakiwa kukuwezesha haupo ndani yako. Nini kitatokea? Ndio kile unasikia mtu anasema ameokoka, lakini yale maisha aliyoyapokea sio halisi kwake. Ana wokovu wa kutamka mdomoni, lakini maisha sio halisi kwake. Anaonewa na mapepo kama wengine, anaonewa na mizimu ya familia yake kama wengine, anaonewa na wachawi kama wengine, anaweza kutengenezewa mpaka magonjwa yakamwandama kwa sababu tu ameokoka, lakini uwezo wa kumwezesha kuyaishi yale maisha aliyoyapokea hana. Unanielewa ninachosema? Umewahi kutana na mtu ameokoka kabisa, ukisoma faili lake kwenye ulimwengu wa roho ni mtu aliyebarikiwa, na kupitia yeye anatakiwa kuinua watu wengi, lakini bado yeye mwenyewe anahitaji msaada wa kuinuliwa, kwa sababu pamoja na kuokoka, uwezo wa kumwezesha kuishi maisha ya yeye kuwa baraka kwa wengine haupo ndani yake. Na utaona namna ambavyo tunavalisha vitu mambo. Utasikia napitia mapito. Umewahi kusikia hiyo sentence? Utasikia mtu wa Mungu niombee. Mtu mmoja alimfuata Kenneth Hagin. Kenneth Hagin ni moja ya watumishi wa Mungu wazee wa zamani ambao waliondoka duniani mwaka 2003. Nilikuwa nasoma kitabu chake juu ya imani, kile alichoandika kinachohusiana na imani. Wakati nasoma nikakuta ameandika ushuhuda mmoja huu. Akasema mwanamke mmoja aliyeokoka alimfuata na kumwambia, Pastor samani, ninaomba uniombee Mungu anisaidie kuyabeba haya mapito na mateso nilio nayo. Kenneth Hagin akamtazama akasema, nakujua wewe ni mtu wa Mungu na ni mtu uliokoka. Umewezaje kuja kwangu kuniambia nikuombee uyabebe haya mateso ulio nayo, wakati neno la Mungu linasema Yesu aliyabeba mateso yako msalabani? Kwa nini unataka kubeba wewe? Unaona, ameenda kwa mtumishi, wanaongea lugha tofauti, kwa sababu wale wanaosoma masuala, wanaojifunza masuala ya kimadhabahu na msalabani, watagundua kuna biashara ya kifalme ilifanyika pale msalabani.
Yesu alibeba mauti, alibeba dhambi zetu, alafu akatubadilishia maisha, akatupa maisha ya haki, akatupa uzima badala ya mauti. Kwa hiyo mahali pa madhabahu, mahali pa msalaba ni mahali pa mabadilishano. Yani yale ambayo uliyabeba wewe ayabebe Yesu, na yale mema aliyokuja nayo Yesu akuachilie kwenye maisha yako. Unanielewa ninachosema? Unajua kwa nini nataka upate nafasi hii uweze kuomba? Hili somo ambalo tutakuwa tunajifunza kwenye semina hii, watu wa Mungu nisikilize. Mungu amekusudia, kuna watu wanataka kuwahuisha wanapoingia mwaka ujao. Wanapomaliza mwaka, hawatamaliza mwaka kama vile walivyouanza. Wanamaliza mwaka wakiwa na uwezo wa kimungu ndani yao, ili waanze mwaka wakiwa na nguvu. Mwingine hajanielewa. Kuna watu watagangwa kwenye semina hii, huzuni waliotembea nayo muda mrefu, Mungu anataka kuwatua kwenye mioyo yao, ili wanapoingia mwaka ujao wawe na uwezo wa kutembea kwa ujasiri kabisa, kwamba tunaye Mungu ambaye mara hii atatuonekania katika mwaka na kipindi kingine. Haleluya. Karibu. Roho Mtakatifu, tunakuabudu, alafu taingia tuna haja nawe. Roho Mtakatifu, tunakuabudu.
Inua mikono yako juu, inua mikono yako juu. Una haja na Roho Mtakatifu. Hata kama mwalimu mimi ningeongea, lakini bila Roho Mtakatifu uwezo wako hauwezi kuhuishwa. Roho Mtakatifu ndio kila kitu, watu wa Mungu. Unamhitaji Mungu aliye hai. Unapoomba maombi haya kwa kifupi kabisa, jiachilie mbele za Bwana. Mwambie Bwana, nisaidie mara hii. Nitembelee tena. Yaguse tena maisha yangu kwa upya. Uguse moyo wangu tena kwa upya Bwana. Uguse roho yangu kwa upya kabisa. Kabisa. Roho Mtakatifu ni mwaminifu. Fuatana na mimi maombi haya. Sema, Roho Mtakatifu. Paza sauti yako ukiwa umeinua mikono yako juu. Sema, Roho Mtakatifu. Wewe ni Bwana. Wewe ni Bwana. Wewe ndiye ambaye huwa unayafanyaga mambo yaliyokufa kuwa hai. Wewe unao uwezo wa kuhuisha nafsi yangu, moyo wangu, roho yangu na mwili wangu. Jioni ya leo nimeinua mikono yangu, shala ya kusalenda, shala ya kunyenyekea. Sina Mungu mwingine isipokuwa wewe. Jioni ya leo ninaomba rehema, ninaomba rehema, ninaomba rehema, ninaomba rehema. Rehema zako Bwana ziwe juu yangu, ziwe juu ya maisha yangu. Jioni ya leo ninakuhitaji wewe, ninakuhitaji wewe, ninakutaka wewe. Roho Mtakatifu, ninakuhitaji wewe. Uhuishe moyo wangu, uhuishe moyo wangu, uhuishe uwezo ulioko ndani yangu. Jioni ya leo, kuanzia leo, kuanzia leo, kuanzia leo, kuanzia leo, Roho Mtakatifu, njoo tena, njoo tena, njoo tena na nguvu zako. Njoo tena kwa kiwango kingine kwenye maisha yangu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Roho Mtakatifu, njoo tena, njoo tena kwa kiwango kingine kwenye maisha yangu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Jiombe, jiombe dakika moja sasa. Fungua kinywa chako, fungua kinywa chako, fungua kinywa chako, fungua kinywa chako, mtu wa Mungu. Mungu hawezi kukuleta kwenye semina hii na usikie ujumbe huu kama hakuna jambo anakuwazia. Liko jambo. Anajua Mungu alichoweka ndani ya moyo wako. Mungu anajua namna ulivyosaliwa wewe. Anajua uwezo alioweka ndani yako. Anajua na vita yako. Anajua na mashambulizi. Anajua na mkwamo wako. Anajua na adui anachofanya kwenye maisha yako. Anajua na namna ambavyo shetani ameswitch
kwenye nafsi yako. Nenda mbele za Mungu, mwambie Bwana, niko kwako jioni ya leo. Ninahitaji unichilie kwa upya, ninahitaji uniguse kwa upya, ninahitaji uniuishe kwa upya. Paza sauti yako, paza sauti yako, paza sauti yako. Kwenye semina hii ninaona nuru ikichomoza katikati ya giza. Ninaona Bwana akiwafuata watu kama alivyomfuata yule aliyekuwa kwenye nchi ya Wagerasi. Endelea mbele za Bwana. Mwambie Bwana, ninakuhitaji. Mwambie Bwana, ninakuhitaji. Yeye anajua msaada atakaoleta kwenye maisha yako. Mandoria ndarabasta risandara pakora. Bwana, hii leo ni siku yetu ya kwanza ya semina. Hawa ni watoto wako, hawa ni watu wako, hawa ni watumishi wako. Wamesikia neno lako Bwana, wamesikia neno lako, wamesikia neno lako, wamesikia neno lako, na wanakuhitaji wewe, wanakuhitaji wewe. Gusa hiyo mioyo, gusa hiyo mioyo, gusa hizo fikra, gusa hiyo maisha. Ondoa huo uchungu, ondoa hiyo huzuni, ondoa hayo majeraha kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu aliye hai.